Na Ibra, ulivyokuwa unatambulisha hapa kwa wa Tanzania na mashabiki wa soka ambao walikuwa wanafuatilia vyombo mbalimbali vya habari sambamba na klabu ya Simba baada ya taarifa kutoka hapo awali, kwa maana zile za chini chini, kwa maana mchezo huu wa finali unakwenda kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Klabu ya Simba ilitoka, Ahmed Ally akasema kwa maana taarifa za uwanja wa finali ya pili zitatoka siku baada ile finali ya kwanza, kwa maana tarehe 17 taarifa ndio ingeweza kutoka. Lakini ilikuwa ni kimya kirefu ambacho watu walikisubiri kwa muda mrefu sana kutaka kufahamu tamko la Simba, kwa sababu kila mmoja amekuwa akitoa tamko lake. Baadhi ya viongozi, wadau mbalimbali, kila mmoja alikuwa anatoa kile ambacho anakiona na anakielewa kuelekea katika mchezo huo. Jana usiku wakati tuko katika kipenga hapa, ndipo Simba ilitoa tamko rasmi, kwa maana mechi hiyo ya Mei 25 Simba dhidi ya RS Berkane itakwenda kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Lakini wakati huo huo wakasema kwa maana leo watakuwa na mkutano na waandishi wa habari kuweza kuwahabarisha umma vingi ambavyo vipo kuelekea katika mchezo huo. Na mapema saa 5 asubuhi Simba kupitia pale makao makuu ya klabu Oysterbay Masaki iliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari, na Ahmed Ally ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano kikosi hiko amesema wao taarifa kwa maana mechi kupelekwa katika uwanja wa New Amani Complex walipokea wakiwa kule nchini Morocco. Na baada ya kuipokea taarifa hiyo walifanya jitihada za kila namna kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, kwa maana TFF, kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona mechi hiyo inabaki hapa Dar es Salaam katika uwanja Benjamin Mkapa ambapo yapo maskani ya klabu ya soka ya Simba. Lakini kwa jitihada walizozifanya za kila namna, kwa hoja ambazo wamezipeleka kule CAF wakaendelea na msimamo, kwa maana mechi itapigwa katika uwanja wa New Amani Complex, na mpaka kufikia jana Simba wakaweza ku give up ama kunyosha mikono, kwa maana wakubaliane na CAF mechi iende kachezwa katika uwanja wa New Amani Complex. Na alichokisema Ahmed, kwa maana kikosi kimeingia kambini, kimeanza maandalizi ya mchezo huo ambao utapigwa katika siku ya tarehe 25, na kesho kikosi cha Simba kitasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kukita kambi ya maandalizi na mpaka finali yenyewe. Na amewataka wana Simba Tanzania hapa, kwa maana hivi sasa hoja zile, kwa maana kwa nini kwa Mkapa, kwa nini iondoshwe, ziishe, ila hoja ambayo ibaki ni namna gani kuona Simba wataweza kupambana na RS Berkane kupata matokeo chanya ambayo yatasababisha kombe hilo la shirikisho barani Afrika msimu huu 2025 libaki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na akawakumbusha wana Simba, kwa maana Simba msimu huu ilicheza kule Libya ikaweza kupata matokeo chanya. Simba ilicheza katika uwanja kule Angola ikaweza kupata matokeo chanya. Ilicheza Tunisia ikaweza kupata matokeo chanya. Kwa hiyo anaamini hata uwanja wa Amani Complex ni uwanja ambao Simba wanaweza kwenda kupambana na kupata matokeo rafiki kwa upande wao, na hata kutimiza ile azma yao ya kuhitaji kupata taji hilo la kombe la shirikisho. Na kikubwa zaidi ambacho nikisema, kwa maana uwanja si sababu ya Simba kuwa kisingizio cha kukosa matokeo na hata kulibakisha, kwa sababu wana wachezaji ambao ni wazuri, kikosi bora, kikosi kipana, lakini wana benchi la ufundi ambalo lina wataalamu wengi ambao wanaweza kufanya huo mchezo ukawa ni mchezo ambao unakuwa na matokeo rafiki kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Na miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vilikuwa vinajadiliwa katika mechi hiyo, hasa kwa mashabiki wale waliokuwa wamenunua tickets zao, walikuwa nauliza kwa maana inakuwaje, mimi nimenunua ticket, uwezo wangu ni kuishia hapa Dar es Salaam, mechi inakwenda inakuwa kule Zanzibar, unahitaji kupanda boti, gharama za ziada kupata sehemu ya kulala. Na Ahmed amewaambia kwa maana mashabiki wakati huu ambao Simba inajadili kuelekea katika mchezo huo ulikuwa hautoshi kuweza kukusanya maoni ya kila shabiki kuweza kusema kwa maana wale walionunua ticket wazifanyeje. Kwa hiyo uongozi umeamua na kuona jambo muhimu zaidi kwa wale ambao tayari wameshanunua tickets,
tiketi zao watazitumia katika siku ya Simba Day ambayo itafanyika baada ya msimu kuisha, kwa maana katika lile tamasha. Na sasa hivi tiketi zitauzwa upya kuelekea kutazama finali ambayo itapigwa pale katika uwanja wa New Amani Complex. Sababu wanasema wangekusanya maoni, kuna wengine walitaka kabisa wazisamee hizo tiketi kwa wale ambao wanaona hawawezi, kuna wengine wanataka kurudishiwa hela zao, kuna wengine pia wanataka wasitumie tiketi hizo kwenda katika mechi hiyo ambao wanaweza kusafiri. Kwa hiyo muda uliopo sasa hautoshi kukusanya maoni ya kila mtu na kumsikiliza kila mtu na kutekeleza kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kwa muda huo wameona maamuzi hayo ndio maamuzi sahihi, na amewataka wana Simba hivi sasa kuweza kwenda kutazama mchezo huo kule katika uwanja wa New Amani Complex. Bana, chombo naenda kupigwa New Amani Complex. Kuna sehemu ile ambayo Ahmed alikuwa anazungumza kwenye mapambano. Ikaonekana kwamba Amani ndo salama zaidi. Na amesema kwa sababu kwenye hayo mapambano ama hoja ambazo wamepangua CAF kwa sababu za mazingira na jiografia, kwa maana hali ya hewa inaonyesha sasa hivi ni Dar es Salaam ni mvua, na kama Dar es Salaam ni mvua, hata wana Simba wenyewe ni mashahidi. Mechi iliyochezwa pale dhidi ya kikosi cha Al-Masry, watu waliona kile ambacho kilichotokea. Kwa hiyo CAF wenyewe akasema kwa maana hawana imani kuweza kucheza mechi hapo kutokana na si tu mchezo, bali ni mchezo ambao utakuwa na matukio mengi. Baada ya mechi kutakuwa na ile ceremonies ya kuweza kukabidhi zawadi kwa timu zote mbili, kwa maana mshindi wa pili na mshindi wa kwanza. Lakini pia kama ambavyo unajua, shughuli ama mechi finali ya pili huwa inahudhuriwa na viongozi mbalimbali ulimwenguni. Kwa hiyo kama ingechezeka pale alafu mambo yakatokea kwa namna ambavyo tofauti, mazingira yakaonyesha kwa maana dosari katika uwanja, ingewatia doa wao wenyewe CAF. Kwa hiyo wakaamua kwa bana uwanja wa New Amani Complex, hata mvua ikinyesha hata nini kikifanyika, ni uwanja ambao una mazingira salama na rafiki kwa ajili ya kuchezeka finali hiyo. Na Kasuga, unafahamu mbali na mashindano mbalimbali ambayo tunaandaa Afrika 2030, na tutashuhudia kombe la dunia likifanyika hapa kwa mara nyingine. Kwa hiyo watu mbalimbali wanatazama namna ambavyo miundombinu ilivyo na namna ambavyo viongozi wa Afrika kwa maana CAF wanaweza kuhodhi mashindano makubwa ikiwemo haya mashindano ya mabara. Ndio sababu ambayo wameweza kuitoa hiyo. Yes bwana, na hilo ndio jambo ambalo tulikuwa tunalizungumza hapa, na jana kuna sehemu niliandika kwamba inawezekana tukawa tunapiga kelele na baadhi ya mashabiki wameaminishwa kwamba hili ni jambo la figisu, lakini ilikuwa ni jambo la imani kwa CAF dhidi ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu mechi ya Simba na Al-Masry ilichezwa Aprili 9. Aprili 9, kutoka Aprili 9 mpaka leo ni space ya mwezi mmoja na wiki tunaweza tukasema. Ni mwezi mmoja na kama wiki hivi. Kwa hiyo ndani ya hiki kipindi, namna ambavyo watu waliona pichi na ambacho kilitokea siku ile, inawezekana CAF kama ambavyo anagusa ameweza kuweka wazi wastara kile ambacho kimezungumzwa kwamba kwenye eneo la kujihakikishia, CAF akaona inawezekana huku tungepiga mtonyo si finali uwanja mkubwa watu 60,000, lakini ile jambo linaweza likawa la aibu. Na aibu si kwa maana anapata Simba au unapata shirikisho la soka Tanzania pekee ama serikali, aibu pia unapata Afrika kwa sababu na mchezo wa finali ni ile shughuli inakuwa ni ya CAF moja kwa moja. Maana sponsors wako wote kutoa zawadi, wewe ndio unahusika logistics zote za uwanjani pale nini. Hii shughuli ambao mpeleka shughuli eneo sola uhakika. Kwa hiyo na kwenye hili jambo Elbo mchungaji kuna message yako hapa. Watu walikutunzia risiti. Mlisema mkipelekwa Zanzibar mtaenda kasi. Watu wanatunza risiti. Elbo, kwenye hiki ambacho kimetokea, inawezekana kwa serikali ikawa ni sehemu ya kuokota jambo la kujifunza, kwa sababu tunaamini kama uwanja wa Benjamin Mkapa ungepewa muda, inawezekana jambo mambo yasingekuwa kama hivi ambavyo yanakuwa, kwa sababu kuna muda tulikuwa tuna yani ujenzi mpaka watu kama uwanja mbona uishi. Inawezekana pia imetupa funzo, kwa sababu hiki ambacho kimetokea kimesababishwa na sisi wenyewe kuwa tunautumia uwanja ukiwa kwenye maboresho. Ni alam kwa serikali, kwa shirikisho na kwa watu wote wanaohusika na miundombinu. Kwa nini? Ni kwa sababu
makadirio tunayoyafanya, michuano tunayoshiriki na mazoea ndani yake. Moja ya mazoea makubwa yaliyokuwepo ni kwamba timu zinaishaga robo finals. Nusu finali wamebahatika, hii ni ngumu kwenda finali. Kwa hakuna aliyekuwa anakimbizana na finali. Tulikuwa tunaishi tu kawaida, yani kwamba inawezekana Simba huyu nusu finali kweli atatoboa, inawezekana ataishia robo finali. Kuanzia kwenye ratiba hata za ligi, kwenye kupanga hata za mashindano ya ndani. Yani hatufikirii kwamba sasa tupo kwenye michuano hii, ikitokea hii timu imekwenda finali tumejiandaa. Ni naweza nikasema ni uzembe wa kitaifa. Naweza nika-include hivyo. Simba sio timu ya taifa of course, lakini inapofika kwenye stage kama hizi linakuwa ni swala la kitaifa. Ila kutojiandaa kama taifa ni uzembe wetu na ni kawaida. Ina reflect kuanzia kwenye ratiba za mashindano ya ndani, huwa zi accommodate international kalenda. Hata finali ya Yanga ilitokea hivi. Watu walipanga ratiba ya finali ya Yanga inakutana na ratiba ya ligi. Ratiba ya ligi, huwa accommodate. Miundombinu yetu huwa ikimbizani na hatua zinazokuja. Maandalizi ya mambo makubwa kama finali, kwamba kuna jambo la kuhosti. Tuko tayari kiasi gani kwenye hili? Hatufanyi maandalizi hayo mpaka stage ikifika na kwenda, which is kwenye football kila stage huwa ni distance ya wiki 2. Kutoka robo kwenda nusu finali ni wiki 2 au wiki moja. Kwenda finali wiki 2. Finali moja na nyingine wiki moja. Kwa hiyo hakuna room tena ya kurekebisha kitu kikubwa watu wakakuelewa. Umegusia distance ya tarehe 9 April dhidi ya Al Masry mpaka leo ni mwezi mmoja na wiki. Hakuna taasisi yoyote ya kimataifa kwenye mpira wa miguu itaelewa kuhusiana na sheria namba 1 ya mpira wa miguu inayohisi uwanja, eneo la kuchezea. Yani katika miundombinu sheria namba 1 ya mpira wa miguu inahusu eneo la kuchezea. Watu hawezi kubeti. Yani hawezi kufanya makadirio ya kwamba patakuwa sawa. Hakujachezwa hata mechi moja. Mechi ya mwisho kulikuwa kubaya. Maboresho yamefanyika, hakuna mechi yoyote itakayoonesha kwamba kumebadilika. Na tarehe 20 mchezo ambao Simba itakiwa acheze nyumbani dhidi ya Stellenbosch aliuondoa akaupeleka Zanzibar. Kwamba uwanja huku serikali waliufunga wenyewe. Na press ya Mediali alisema sababu ya kutoka kule uwanja umekosa vigezo. Kwa hiyo tumehamia visiwani. Kwa hiyo kutoka tarehe 20 mpaka tunazungumza leo tarehe 20, si ndio? Maana yake ni space tunazungumza ya mwezi mmoja. Ndani ya mwezi huu mmoja uliukimbia uwanja. Ndio maana sasa eneo sio kwamba ilikuwa kutengeneza mabomba ya sehemu za maliwato chooni au wapi au rufu. Ilikuwa ni pichi. Unanyamisha vipi ndani ya huo mwezi pichi yako hii imesimama imenyoka? Kitu ambacho cha kutesti kwa mechi. Ingekuwa taa zinawashwa saa moja pale unaangalia. Ingekuwa vyoo, miundombinu ya vyoo inatestiwa kwa njia nyingine. Lakini hii sehemu ya kuchezea inahusu yani ceremony imeshafanyika ya kwanza, kila kitu inahusu dakika 90 sasa kwa ajili ya kukamilisha msimu mzima. Yani hili ni jambo la kukamilisha msimu mzima wa CAF Confederation. Tuko tayari? Kwangu mimi kama taifa ni uzembe wa pamoja. Yani sinachelea kutupa lawama kwa yeyote, lakini ni alarm kwa taifa kwamba tumefanya uzembe na huwa ni kawaida yetu. Elbo, kama lawama zinatupwa kwenye hili jambo, inawezekana sio sehemu ya kuchukuliana hatua au nini, lakini ni sehemu ya kujifunza. Lakini lazima tupeane lawama. Kuna mtu lazima abebe hili jambo. Cha kwanza, wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa? Watabeba lawama za kwanza. Tumemsikia juzi katibu mkuu. Inawahusu kwa asilimia ngapi? Unajua nataka nione wamiliki wao si ni wafanya biashara, utakodisha, utatumia uwanja wetu. Kwa sababu inawahusu kwa kiasi. Kikawaida Simba hana uwanja. Simba anaingia mkataba na mmiliki wa uwanja. Si ndio? Kwamba bwana mimi nitatumia uwanja wako kwenye mashindano haya na haya na haya. Maana yake huyu mtu anakuwa aware. Si ndio? Maana yake wewe utamwambia siku hii nitatumia. Na ndio maana kuna muda kama mpangaji tu. Kama mpangaji. Kikushinda kama mpangaji. Mimi inaniumiza nini? Kwa hiyo jambo ambalo linakuja kwamba
kwenye level ya mashindano ya kimataifa, si ndio? Upande wa Simba walionekana wakishirikiana kwa ukaribu, hata Yanga pia na mmiliki wa uwanja kwenye matumizi ya uwanja. Na kwa sababu Elbo tunazungumza hivyo, nakumbuka wakati inakuja issue ya mashindano ya CHAN, kutajwa kwamba CHAN haifanyiki, issue ya miundombinu, Tanzania sisi tulijitoa kama nakumbukumbu nzuri. Tulisema sisi tatizo lipo Kenya. Lipo Kenya. Wao hawajafanya nini? Lakini muda ulivyoenda tukagundua kwamba hata sisi kuna eneo wiki mbili baadaye nakumbuka ilitoka recommendation. Hatakuwa tayari. Baada ya wakaguzi hata Tanzania ikatokea recommendation. Hatakuwa tayari. Na uwanja tukisema tukumbushane, wakati tunatangaziwa kwamba uwanja unaenda kufanya maboresho, mwaka jana mwezi Julai ndo uwanja utakiwa uwe tayari. August. Ilikuwa August. Kwa hiyo ukitazama kwenye mazingira kwamba ule muda wa uwanja ambao utakiwa uwe tayari umepita. Na sasa hivi tunavyozungumza tupo kwenye eneo sijila mwaka na nusu tunaenda, uwanja bado hujakaa sawa. Ndio maana mmiliki wa uwanja tunasema mmiliki wa uwanja kwenye hili eneo ambaye ni serikali. Kwanza tu kwenye ule muda ambao aliweka yeye mwenyewe ulishapita. Hoja yangu ilikuwa wapi? Ameumia? Kama angekuwa ameumia tungeona hatua. Kwa nini? Ujue nauliza hivyo. Kama ameumia na imemgusa. Kwa nini? Unajua ni maumivu hapo? Yes. Ni dosari. Kwa nini hatua? Kwa sababu tunaenda kwenye CHAN. Na huu uwanja utahosti CHAN. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Hoja yangu isingekuwa City kama zingekuwa 30 ndo ziko tayari. Viwanja vyote vikiwa vinarekebishwa, hata Santiago walikuwa wanafunika eneo ambalo bado na viti. Wanacheza na viti 50, maisha yanaendelea. Na Simba na Almasri kacheza maeneo hayana viti. Benjamin Mkapa shida yake ni eneo la kuchezea. Eneo la kuchezea kutokamilika kwenye uwanja wa mpira wa miguu ni uzembe mkubwa mno, which is hatua zingekuwa zimechukuliwa kwa mhusika. Unaelewa? Meneja kabadilishwa, mkandarasi alibadilishwa, meneja kabadilishwa, lakini hii ni kama ameangusha taifa, amesaliti taifa. Yani adhabu yake ingetoka hadharani ikasemwa kama tungekuwa tumeumia kama taifa. Ndio maana nikaconclude kwamba ni uzembe wetu, yani tuna ukawaida wa uzembe kwenye mambo ya msingi, na huwa tunajiponyesha vidonda vyetu kwa kuamini haikuwa. Kwa sababu Elbo, kwa nini tunazungumza hivyo? Kabla amchukue tutapata mapumziko tutarudi. Yani sisi kwenye issue ya uwanja wa Benjamin Mkapa, eneo dogo la kujifunza ilikuwa ni visiwani Zanzibar tu. Hapo uwanja wa Amani. Amani wametoa pichi ile artificial, ile ya bandia, wameweka nyasi asili. Wale pale leo kafu wamesema pale ndo pana uhakika. Na Amani walikuja baada ya sisi. Yani sisi kwenye marekebisho ya pichi tulianza kabla ya Amani. Amani wametanguliwa. Mashindano ya muungano kikawaida yako based Zanzibar ya muungano. Lakini kwa kuheshimu mapinduzi wakasema mapinduzi kapelekwa Pemba. Uwanja kwa hivi sasa una matumizi makubwa. Katumieni uwanja mwingine. Tukaenda Pemba. Wako serious. Ila ingekuwa sisi tunavyopenda kusherehesha vitu. Ninakwambia kwa sababu si tunafahamu kila siku litajirudia, trust me. Ni mazoea yetu na tunavyopenda kusherehesha mambo. Hata michuano midogo ya mbuzi ingekuwa tu kwa namna moja inataka kupambwa, inapigwa kwa Mkapa. Hatuzingatia hata kalenda. Yani uzembe upo kwenye kutozingatia kalenda ya kimataifa kwamba kuna nini kinakuja, kupredict kwamba haya mahitaji yatataka miezi mitatu. Uwanja ni ufunge miezi mitatu ili nitimize matakwa haya. Hatuzingatii. Amani kitendo cha kuitoa muungano pale. Kwamba ikachezwe kwingine. Walikuwa wanaheshimu kwamba huu uwanja kwa hivi sasa unakabiliwa aidha Simba utumie kwa hatua alizopo. Alafu kuna CHAN inakuja uko chini ya kafu. Yani Amani inavyochukuliwa kwa hivi sasa iko chini ya, hata ukimsikiliza yule kamishna wa michezo anavyozungumza ni kafu wanaomiliki uwanja kwamba huu upunguziwe matumizi kwa ajili ya kosa. Katika hicho ambacho mlikuwa mnaongea, majibu yake yote ukienda kwenye tovuti ya kafu na yapata. CAF wametoa statement ili tunasema ku clear the air. Wajua kumekuwa kuna tetesi nyingi kwamba CAF wanatumika labda na Fauzi Lecture. CAF wao wamepost kwa nini mechi haijafanywa Benjamin Mkapa. Na sababu walizoziweka pale, moja sababu sana ule uwanja umekaguliwa na kamati huru ambayo kamati hiyo haitoki ndani ya kamati za shirikisho za soka barani Afrika. Na kwa mujibu wa kamati walishirikiana na pande tatu, walishirikiana na serikali, walishirikiana na TFF, walishirikiana na timu mwenyeji ambaye ni Simba. Na majibu ya report yao ilikuwa ni straight
uwanja haupo tayari kwa ajili ya mchezo wa fainali. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa majibu ya CAF. Tupo tayari kwa ajili ya CHAN. Yes. Na hata kuna ukaguzi umefanyika juzi, by the way watu walikuwa wanahisi ni ukaguzi ambao unalenga hii mechi ya fainali ambao aliposti magoli. Yes, lakini ule ukaguzi kiwalisia ulikuwa ni ukaguzi kwa ajili ya CHAN, kwamba wale wakaguzi walikuja kuangalia maendeleo ya maboresho ya Benjamin Mkapa kwa ajili ya michuano ya CHAN. Kwa hiyo kiukweli hatukuwa tayari kwa huu mchezo kupigwa Benjamin Mkapa kwa mujibu wa ripoti za CAF. Bana, tunapata mapumziko mafupi, tutarejea kuja kuendelea kutazama zaidi na mazingira mengine namna ambavyo yalivyokaa, lakini kuna eneo la funzo ambao tunalipata kutokana na mchezo huu kutochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaporejea hapa tuje kutazama sumu ambayo wamelishwa mashabiki kuaminisha kwamba kinachofanyika hiki hivi sasa ni figisu na wamejiandaje na mchezo kwenda visiwani Zanzibar, mazingira wanayaonaje. Mimi ni Ibrahim Kasuga, yupo El Bogasti, yupo Samuel Rashid Wakanda pamoja na Niva Mbaga mchungaji wa Stara Msese naye pia